Ujambo mwanafunzi mahali ulipo, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi cha elimu ya Kiswahili kwa wote. Tulikuwa tunaangalia mada ya maudhui kwenye riwaya ya Nguza Jadi, riwaya iliyoandikwa na mwandishi aliyetamba sana katika fasihi, mwandishi Clara Momanyi. Ningependa tuangalie maudhui ya ufisadi kama yanavyojitokeza kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Ufisadi umejitokeza kwa njia mbalimbali kupitia baadhi ya wahusika na unachukua sehemu kubwa katika riwaya hii. Kwanza kabisa, kutozingatia ujuzi, maarifa au taaluma ya mtu katika ajira kunasababishwa na ufisadi, kwani serikali ya Mtemile Sulia inawaajiri watu wasiokuwa na ujuzi wala maarifa, huku walio na uwezo wakiachwa nje. Kumbuka kwamba maelezo haya, endapo utasoma nakala ya Nguza Jadi, unaweza ukapata kwenye ukurasa wa 44. Kwa hivyo utaona kwamba wanaopata ajira ni wale wasiokuwa na maarifa. Wenye maarifa wanaachwa nje. Tunaambiwa ajira zinatolewa kibubusa na kwa kujuana, hasa katika misingi ya ukabila. Hali hii inasababisha hujuma katika uajiri na kuzorotesha uchumi wa nchi. Kwa hivyo katika sehemu ya ajira tunaona kwamba kuna ufisadi. Ufisadi unasababisha ukiukaji wa maadili ya kifamilia, kwani tunaona mauaji ya kifamilia yakiweza kukita mizizi. Kwa hivyo mauaji ya kifamilia tunaona kwamba yanakita mizizi. Mume anamgeukia mke na kumchinja, naye mke anafanya vivyo hivyo. Kumbuka haya unaweza ukapata kwenye ukurasa wa 47. Taasisi na mashirika ya serikali yanamilikiwa na mitandao ya wezi na hivyo kuipoka nchi hadhi yake. Rasilimali ya nchi inafujwa na watu walioshabikia wizi. Kwa hivyo tunaona kwamba mali ya umma inaporwa na watu ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba jamii imepunjwa rasilimali yake. Kwenye riwaya hii pia tunaona kwamba polisi nao wanaendeleza ufisadi pale wanapowatoza madereva wa lonare faini, na faini hii ni faini isiyoeleweka. Pale pia tunaona kwamba lonare anahangaishwa na polisi kwa makosa madogo madogo na kupokonywa hata leseni na masuala mengine. Tunaona kwamba hizi ni tuhuma ambazo hazikuwepo. Kwa hivyo ni ufisadi wakati ambapo lonare anapigwa faini na hata madereva wake wakipokonywa leseni. Jambo jingine ambalo ni vyema tuweze kuelewa ni kwamba maudhui ya ufisadi yanajitokeza pale kundi la mabwenyenye linapohujumu dhamana na hawala za serikali. Upokeaji wa hongo pia unaonekana pale ambapo watu waliotumwa kumkatiza maisha lonare walipomjia na kumwonyesha pesa walizopewa kwa maadui zake ili kumuua. Kwa hivyo mauaji ya lonare yalikuwa yamepangwa na wale ambao wamo serikalini, na walitumia hela kutaka kumwangamiza nani? Kutaka kumwangamiza lonare. Tunaona pia kwamba
Kitendo cha Sagilu kujaribu kumuonga Mangwasha kwa pesa ili afaidi penzi lake ni kitendo cha ufisadi. Kwa hivyo Sagilu tunaona kwamba anajaribu kutumia hela kuhakikisha kwamba Lonare ameachwa na mkewe, kwa sababu Sagilu alitaka kutumia njia zozote zile kuhakikisha kwamba Mrima wanaachana na mke wake. Pia tunaona kwamba ufisadi unaonekana pale Sagilu na Sihaba wanapojaribu kumshawishi Mbaji kwa kila njia ili asimfanyie Lonare kazi. Walitumia hata vishawishi vya hela. Hili ni suala ambalo linaonyesha ufisadi wa hali ya juu. Maudhui ya ufisadi pia yanaendelezwa na Mtemi Lesulia na jamaa yake pamoja na marafiki zake wanapojaribu kuwapoka Waketwa ardhi ya Matango kwa njia zisizo halali. Tunaona kwamba hongo inatolewa kwa Chifu Mshabaha na Sagilu na Sihaba wamo katika mchakato huu wote. Kitendo cha kuwachomea wenyeji wa Matango ambao wengi wao ni Waketwa nyumba na kuwafurusha kutoka kwa makazi yao ni suala la ufisadi, kwani kuna vijana waliongwa ili kutekeleza unyama huo. Kwa hivyo ule uchomaji ambao ulifanyika Matango na kufurushwa makwao kwa akina Mangwasha na Waketwa wengine ni suala la kifisadi, kwa sababu vijana ambao walitumwa kutekeleza unyama huo walishawishiwa kwa pesa ili kuwaenda kinyume wana Matuo wenzao. Kwa hivyo ni suala la ufisadi. Tunaona pia kwamba Sihaba anatumiwa na Sagilu kusambaza vijikaratasi kuwataka Waketwa waweze kuhama kutoka Matango. Ni hujuma inayotokana na ufisadi. Maudhui ya ufisadi pia yanaendelezwa na taasisi kunradhi ya magereza, kwani tunaona milango ya gereza ikifunguliwa ili wahalifu kama vile Sihaba waweze kutoka. Kwa hivyo wakati ambapo tunaona wahalifu wakiwemo Sihaba wametiwa mbaroni, baadaye pesa zinatumiwa kuhakikisha kwamba wao hawalali ndani, bali wao wanatolewa mle gerezani ama kutoka kule kizuizini walikokuwa wametiwa. Ufisadi pia unaendelezwa kupitia wahusika kama vile Mbwashu na Sagilu wanaotumia njia haramu kuagiza bidhaa gushi nchini na kukataa kulipa ushuru, mbali na kutoa milungula bidhaa hizo zinaposhikwa na maafisa wa forodha. Kwa hivyo hela ambazo ni haramu wakati zinapofika pale forodhani, tunaona kwamba hela zinatolewa ili bidhaa hizo gushi ziweze kuachiliwa. Tashbihi inayotolewa kumlinganisha Mtemi Lesulia na mjusi kafiri juu ya kichuguu inapiga mwangwi ufisadi uliokuwepo katika serikali yake. Utawala wake unafisidi pato la nchi linalotokana na jasho la raia wake. Isitoshe, maudhui ya ufisadi yanaendelezwa pia na mwanasheria Mafamba. Huyu anashiriki ufisadi pale anapoficha siri za watawala kwa kutoa habari za uongo mbele ya koti
kuhusu vyeti gushi vya ardhi iliyomilikiwa na wenyeji wa Matango. Ufichuzi wa mwanasheria Mwamba unaweka bayana ufisadi unaohusishwa na ardhi ya Matango. Kwa hivyo ni vyema tuelewe haya. Kumbuka habari hizo kuhusu Mafamba, wakili Mafamba na wakili Mwamba unaweza ukapata zaidi kwenye ukurasa wa 95. Ulevi wa Mrima unatokana na upotovu wa maadili ambao chanzo chake ni Sagilu. Kupitia kwa hila za Sagilu, Mrima anatoweka nyumbani kunradhi, ili kuweza kushiriki ulevi kwa kupewa pesa ili aiharibu ndoa yake na Mangwasha. Mrima anapokea mlungula kutoka kwa Sagilu ili kuhujumu kampeni ya Lonare na kumuunga mkono Mtemi Lesulia. Ni ufisadi mtupu. Kumbuka kwamba Lonare ambaye ni mumewe Mangwasha alikuwa amepewa hela ili aweze kuhujumu kampeni za Lonare na aweze hata kumuunga mkono nani? Mtemi Lesulia. Unasawiri ama unaonyesha wazi kwamba ufisadi ulikuwa umesawiri katika jamii hii. Ufisadi pia unabainika Lonare anapomwambia Sagilu, nimekuja kukukabidhi mlungula huu uliokuwa umempa Mrima. Hii inaonyesha nini? Ufisadi uliokuwa unaendelea. Maudhui ya ufisadi yanaendelezwa na mhusika Ngoswe anaposhiriki katika biashara haramu ya kuuza dawa za kulevya ambazo zilisambazwa nchini kwa siri. Ijapokuwa sheria kali zilipitishwa nchini kuhusu dawa hizo, hazikuzingatiwa kutokana na ushawishi wa mabwenyenye waliohujumu sheria za nchi kwa manufaa yao binafsi. Tunaona kwamba kupitia kwa Mashauri pia ufisadi unaendelezwa pale anaposhirikiana na Sagilu kufisidi vipusa na meno ya ndovu. Kwa hivyo ndipo tunapoona kwamba kuna ufisadi ambao umekithiri katika kazi hii. Nawatakia mchana mwanana. Naitwa Ustadh Kamunai na kipindi ni Ukete wa Kiswahili, kipindi ya elimu ya Kiswahili kwa wote. Asanteni.